Christina Solomon Mdeme. Mheshimiwa Ali Hassan Omar Kinga ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuniwezesha kupata nafasi ya kuweza kuongea siku ya leo mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii nami kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa hotuba yake nzuri aliyowasilisha leo hapa bungeni, na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako yote kutoka ofisi ya Makamu wa Rais. Pamoja na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie na fursa hii kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye akiwa mwana mazingira namba 1, yeye akiwa kinara wa nishati safi ya kupikia Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Mheshimiwa Rais katika uongozi wake thabiti na maono yake ameonesha nia yake, ameweka mikakati thabiti ya kusimamia suala la mazingira nchini. Na katika hili tumemwona Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuliweka swala la mazingira kulipa kipaumbele, amaliweka katika dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2020-2050, ili sasa swala la kuhifadhi, kulinda na kutunza mazingira lipewe kipaumbele, kwa sababu ndio swala muhimu linalotufikisha katika maendeleo na mustakabali wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua swala mazingira ndio nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa letu, amefanya mambo mbalimbali katika nchi yetu na anaendelea kufanya. Mheshimiwa Rais ameiwezesha NEMKI kupata maabara tembezi, yani mobile laboratories. Haijawahi kutokea katika nchi hii. Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka historia. Ameipatia NEMKI maabara hii ili kuweza kuiongezea uwezo NEMKI kufanya udhibiti wa kina, uchambuzi wa mazingira, kusimamia swala la uchafuzi wa mazingira kwa kutumia ushahidi wa kisayansi. Hii ni historia katika nchi yetu. Na ndio maana Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge wengine wamesema, nami naungana nao, tunahitaji sasa mabadiliko ya kisheria. NEMKI sasa ibadilike kutoka kuwa baraza na kuwa mamlaka. Kwa nini Mheshimiwa Mwenyekiti tunayasema haya? Kwa uchache, zipo sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, NEMKI itakapobadilika kwenda kuwa mamlaka, itaongezewa nguvu ya kisheria. Pili, ufanisi wa kazi zake utaongezeka bila kuingiliwa na taasisi zingine. Tatu, usimamizi wa masuala ya mazingira utaongezeka. 4, uwajibikaji utaongezeka katika kusimamia sheria za mazingira bila kuwepo na mgongano na taasisi zingine. Lakini vile vile utoaji wa vyeti vya tathmini ya mazingira utafanyika kwa uharaka bila kucheleweshwa. 6, hawatotegemea mamlaka za serikali za mitaa au jeshi la polisi katika kutekeleza majukumu yao katika swala zima la udhibiti wa mazingira na kusimamia sheria. 7, kutaondoa migongano
na migongano ya majukumu na wadau wengine, kwa kutambua kuwa NEMC sasa ni mamlaka na hivyo itaongeza mashirikiano na mamlaka zingine na taasisi zingine. 8, kutakuwepo na ulinzi wa mazingira, kwani udhibiti wa uchafuzi na utupaji wa taka hovyo utafanywa kwa kiwango cha juu na mamlaka hii mpya ambayo itaundwa, sio baraza, mamlaka ya mazingira. Lakini 9, kutaipatia hilo baraza litakapoundwa litapatiwa mamlaka kamili, na hivyo NEMC itapata nguvu ya kuongeza mapato, itakuwa na muonekano mpya, lakini na wawekezaji watakuwa na imani na baraza hili jipya ambalo litaundwa na mamlaka hii mpya ambayo itaundwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulinzi wa rasilimali za mazingira utakuwepo na utasimamiwa kwa uaminifu mkubwa na uwajibikaji mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuchelewa kuleta mabadiliko haya ya sheria katika bunge lako hili tukufu kunasababisha athari mbalimbali, ikiwemo NEMC kuchelewa kutoa maamuzi, ikiwemo kutoa vyeti na vibali mbalimbali kwa sababu ya mwingiliano na mlolongo mrefu sana. Lakini NEMC akibadilika akiwa mamlaka, kutakuwa kuna direct enforcement ya sheria. Kwa kuchelewa kuleta mabadiliko haya ya kisheria, mwajibikaji hafahamiki ipasavyo. Je, ni NEMC? Je, ni mamlaka za serikali za mitaa? Je, ni polisi? Tunataka sasa NEMC awe na nguvu, awe na meno. Kwa kuchelewa kuleta mabadiliko haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, taswira ya NEMC inaendelea kudhoofika kwa wawekezaji, lakini vile vile kuna ongezeko la malalamiko kutoka kwa wadau mbalimbali. Sasa NEMC huyu ni eyes on, hands off, hana nguvu. Tumuongezee nguvu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunayasema haya ili dira yetu ya mwaka 2050 ili iweze kufikiwa kikamilifu na malengo yake yatekelezwe kamilifu, tunahitaji mabadiliko ya sheria hii iletwe bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ambaye ndiye kinara wa nishati safi ya kupikia, tunampongeza sana kwa kuleta hii agenda ya nishati safi kwa Watanzania. Mafanikio makubwa yameonekana. Leo hii takribani taasisi 3,350 zimehama kutoka kutumia nishati isiyo salama, sasa hivi natumika nishati iliyo salama. Hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini na matumizi ya nishati safi ya kupikia yameongezeka kutoka 6.9 mpaka 23%. Haijawahi kutokea. Tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira mazuri ya utekelezaji wa uchumi wa bluu. Usimamizi mzuri na uendelezaji wa uchumi wa bluu nchini tunauona. Rasilimali maji zinatumika kwa sababu ya mazingira mazuri aliyoweka Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaishauri serikali sasa tuweke mfumo mzuri ili sasa rasilimali maji hii iweze kutumika vizuri. Ushauri mwingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, tunaishauri serikali. Tunaona jitihada za upandaji miti zinafanyika nchini, lakini sasa tunashauri uwekwe mfumo mzuri wa kufuatilia ile miti inayopandwa. Je, inakuwa? Sustainability ya ile miti iliyopandwa uwepo. Lakini vile vile biashara ya kaboni. Tunaipongeza sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha kituo hiki cha kitaifa cha kuratibu biashara ya kaboni.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu muda umekwisha, ninaunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Christina Solomon Deme.